Rukwa. Lakini pia tuna majimbo 32 ya uchaguzi likiwemo jimbo hili la Mbarali. Makamanda, leo tuko hapa na niseme tu jimbo la Mbarali mna bahati sana, kwa sababu mwezi uliopita tulikuwepo Kongolo Mswiswi na tulikuwa na mwenyekiti wa kanda Mheshimiwa Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, na kule pia Mheshimiwa makamu mwenyekiti tulikuta changamoto nyingi sana kwa wananchi. Wananchi wa Kongolo Mswiswi wana eneo lao ambalo ni eneo la soko, wamezoea kufanya mnada pale kila wiki ama kila mwezi, lakini bado serikali wanawanyang'anya lile eneo, wamewakataza wasifanye mnada. Kwa hivyo wakazi wa Kongolo Mswiswi hawana eneo la mnada. Lakini vile vile makamu mwenyekiti, katika kata ile tulikuta kuna mradi wa Danida watoka mwaka 1986. Mabomba yalitengenezwa lakini hayatoi maji. Serikali ilitelekeza ule mradi, lakini wakazi kila kaya wanadaiwa shilingi 2,000 kila mwezi kwa huduma ya maji ambayo hayatoki wala hayapo wala miundombinu haipo. Kwa hivyo kwa ujumla, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, jimbo hili kuna uonevu mkubwa ambao unafanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kama ulivyoona, wananchi wana mwamko, wananchi wamejua haki zao, na ndio maana unawaona kwa wingi wamehudhuria kwa lengo la kusikia, kujua kwamba Chadema tuna sera gani na Chadema tuna mpango gani, na wamekwisha kutuchagua kwamba Chadema ndiyo chama chao. Na kata zote hizi pamoja na jimbo hili, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwa uchaguzi wa 2020 kama tungekuwa tuna uchaguzi huru, hili ni jimbo letu ambalo Mheshimiwa Liberatus amekuwa akishughulika pamoja na makamanda wengi ambao ndio wadau wetu katika jimbo hili. Lakini makamu mwenyekiti, naomba niseme jambo moja. Najua tuna wazungumzaji wengi, lakini kikubwa ni kwamba tumekuwa tuna majonzi makamu mwenyekiti yanayotokana na ile tarehe 29, na kama wengine walivyozungumza, kata hii pia ni wahanga na hatujapona, kwa sababu kuna sehemu nyingi watu hawajapata miili ya ndugu zao, ya wapendwa zao. Watu wamezika viatu, wamezika pikipiki, wamezika migomba, na bado tunahitaji haki hiyo ipatikane. Kwa hivyo watu wa Ubaruku, leo tupo kwa sehemu kubwa, tutapata majibu, tutapata dira ya nini kifanyike, nini uelekeo wa kukomboa taifa hili, lakini zaidi ya kurejesha uhuru wa kila mmoja mmoja, kwa sababu matukio ya kutekwa yamekuwa ni mengi, na mapori ya vijiji vyetu yamekuwa ndiyo sehemu ya kutupwa watu, na wengine ni migogoro ya wafugaji kwa wakulima, na yote hiyo inasababishwa na Chama cha Mapinduzi kutokuwa na miundombinu rafiki ya kutenga maeneo. Kwa hivyo tunatamani makamu mwenyekiti ukisimama, hayo ni mengi ambayo unaweza kuyazungumza. Kwa kumalizia tu, nitakuwa kwa kweli sijatenda haki nisipoendelea kulaumu jeshi la polisi, kwa sababu wengi tumekuwa wahanga, tumekuwa tunaishi kwa kimbia, tumekuwa tunawaogopa polisi, badala polisi wawe marafiki zetu, badala ya polisi kuwa karibu na wananchi wanakuwa mbali na wananchi. Polisi wengi wamekuwa wakifanya kazi ya mabosi zao na sio kazi ambayo sisi wananchi tunawatuma na kuwalipa. Na niseme tu, ndugu zangu polisi, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa anapenda kusema shitukeni. Mmetumika vibaya tarehe 29, mmetimiza malengo ya wakubwa zenu. Wenyewe wamenunua magorofa, wana majumba Dubai, wana majumba Masaki, lakini ninyi hata uniform hazijabadilishwa. Sema nao. Hapo mliko buti hazijabadilishwa. Kwa hivyo ndugu zangu polisi, ifike mahali nyie ni kaka zetu, ni dada zetu, ni ndugu zetu. Tuweke maslahi ya wananchi, maslahi ya taifa hili mbele. Tuache kutumika kwa ajili ya matajiri, ambao matajiri hao ni wakubwa zenu. Ile ya kusema ndio mzee kila kitu, kwa kweli nyie mnatakiwa kuwa mnatoa huduma na sio mnatumia nguvu. Makamanda, pause.
mwisho kabisa ni ile ripoti ya Jaji Chande, ambacho makamu tunasema sisi tunataka ni kwamba wamepika takwimu kusema ni watu 500 lakini tunajua idadi ya watu 500 ni kubwa sana, japo hiyo hata sio theluthi ya kile kilichotokea. Lakini kwa kuwa bado hatuwaoni hao 500 wako wapi, tunadai hao 500 waonekane, wapewe ndugu zao. Kwa hivyo Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwa mara nyingine tena karibu Mbeya, karibu jimbo hili la Mbarali, na tunakushukuru sana kwa kufika. Asante.